So kiukweli kabisa, kiuhalisia imekuwa muda mrefu sana, na hii sio dalili nzuri ama sio hali nzuri, lakini kwa sababu ambazo hazikuwa kwenye uwezo wangu wa kuziepuka, ilibidi nikikae kimya kwa muda wote huo wa takriban siku 20 mpaka sasa. Lakini tuseme tu alhamdulillah, tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sasa tumeweza kuungana tena kwa mara nyingine kwa minajili ya kuzungumza yale yote yanayotuhusu hapa mashariki mwa Afrika, especially nchi zetu hizi, ama tukizungumzia hususan nchi ya Kenya, Tanzania na Uganda. Masuala mazima ya kisiasa, masuala mazima ya kuburudisha, na masuala mazima ya kujibizana, na masuala mazima ya kuelimishana. Ninachokijua hukijui, unachokijua sikifahamu, tunachokifahamu sisi wawili watatu kule nje hakifahamu. Ni jukumu langu mimi na wewe kuungana kwa pamoja hapo kwa KG Chipande kuhakikisha kwamba habari zinafika yeyote yule aliyekokuwa kando ama aliyekokuwa mbali na sehemu hizi zote ambazo tunazihitaji, ama sehemu zote ambazo ni muhimu kwetu. Asa moja kwa moja leo bana, watu wengi sana wameweza kuingia kwenye video ambazo hazihusiani na mada hii, wakiongelelea masuala mazima ya sherehe ambayo iliweza kuunganisha kijana kutoka Tanzania na msichana vile kijana kutoka nchini Kenya, ambaye alikuwa ni mtoto wa Rais William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya ama jamhuri ya nchi ya Kenya, ambapo alikuwa ameweza, ama yule kijana alikuwa ameweza kuja rasmi kumchumbia mtoto wa rais. Na hivyo basi tuliweza kuona hutuba tofauti tofauti zikiweza kuhutubiwa pale na watu ambao ni mashuhuri, watu wenye hela zao, watu wenye majina zao, na watu wenye vyeo vyao pia vile. Naona mtandao wa kijamii uligongwa kiasi na watu wakaongelelea sana hili jambo, ambapo watu wengi walikuja wakati hilo na kuniuliza kwa nini KG Chipande hujaongelelea hili? Hata kama umenyamaza kwa huo muda wote, unasema huna habari, hili pia sio la kuongelelea? Ama unasubiria tu Tanzania tuweze kupata vita ndio wewe usimame uongee? Ama unasubiria nchi ya Kenya iweze kuingia kwenye maandamano ndio wewe uje uliongelelea? Yani kwa ufupi alikuwa akimaanisha kwamba kwani KG anasubiria mabaya peke yake ndio aje ayaongelele kwa mtandao? La hasha, hilo ndio jibu ambalo naweza kupatia. Nimekujibu mara ya kwanza nikakwambia kwamba kuna vitu hapo awali ambavyo vilikuwa vimeniweka pending, ambao ilikuwa ni ngumu sana mimi kuja kwenye mtandao wa kijamii kama hivi na kuburudika na nyinyi, kuongea hapa na kusoma jumbe zenu chini hapo na kuweza kuwasilishiana kwa pamoja. So ladies and gentlemen, welcome back to KG Chipande. That's what I can say at the moment. So bana, haraka tuweze kujumuishana kwa masuala mazima yaliyoweza kutokea pale juzi, ambapo mtoto wa William Samoei Ruto ambaye anajiita Charlene Ruto aliweza kuchumbiwa rasmi na kijana ambaye anaitwa Isaya kutoka nchini Tanzania. Watu wengi walikuja chini na kuzungumza masuala haya kwenye mtandao, lakini sisi hapa kwa KG Chipande hatutakuwa wingi wa maneno, tutakuja tu kuzungumza vile ambavyo watu walikuja kuzungumzia, na sisi pia tupate wakati wetu kwenye channel yetu pendo, ama kwenye kipindi chetu pendo cha kuzungumzia masuala mazima ya Kenya na Tanzania na Uganda, ili nasi pia tuweze kuzungumzia swala hili kwenye sehemu ya maoni. Narudia, ni mtoto wa Rais William Samoei Ruto, rais wa jamhuri ya nchi ya Kenya, ambaye aliweza kuchumbiwa rasmi nyumbani kwao nchini Kenya na kijana kutoka nchini Tanzania ambaye anaitwa Isaya. So kuna huyu alikuja hapa na kusema kwamba dada kafurahia, anamaanisha Charlene Ruto alifurahia sana ndoa hii iweze kufanikishwa, ama alifurahia sana kuchumbiwa na kijana huyu kutoka nchini Tanzania. Anasukuma Kalenjin. Huyu jamaa anatoka kwenye kabila ya Wasukuma, ama anatoka kwenye jamii ya Wasukuma nchini Tanzania. So huyu alikuwa amekuja hapa amesema kwamba Msukuma anamsukumia Mkalenjin. Sijui kana maanisha nini, lakini hizo nguo si hizo bolo. Size bolo, okay, sijui kwa maanisha nini. Happy for you Charlene Ruto. Wengine wanakuja hapa kumfurahikia, kumwambia kwamba tunafurahia sana wewe kuchumbiwa rasmi. Kiumbe anakagua mali yake kuhakikisha iko intact. Love is so beautiful. God bless you union. Sema kuna sura special. Okay, acha niseme tu kweli, wivu naisikia inaweza kureplace Kenya power. Mapenzi jamani, ananipiga nyashi. Chezea wabongo, tutaenda kutoa mali na helikopta. Mungu aibariki ndoa yenu, mahasidi wabaki vinywa wazi.
Huyu jamaa ana pesa, sio kitoto. Love is so beautiful thing. Congratulations you two guys. Mwingine nakuja hapa akasema kwamba wewe unakuaga mzee ama kijana yawa. Isaya, tunaomba jibu lako. Oh my God. Nilikuwa give up na mapenzi, lakini wamenipea roho ya kupenda tu. One day, one time I'll be there as well. Oh my God, she's so pretty and beautiful. Pongezi sana Charlene Ruto. May the Lord keep and guide you to your beautiful family love story. You are blessed. Msukuma huyo msimsahau kama ni Msukuma. Kwani hebu Watanzania mtatuelezea hapa, kwani kabila ya Wasukuma ina sifa gani? Ama Watanzania waje watuelezee kabila ya Wasukuma ina tabia gani ambayo hatujui huku nje. Nafikiri hiyo ndio swali ambalo naweza nikaliweka kwa sasa, na mwisho wa siku niseme tu ama tuseme tu kwa pamoja hapa kwamba congratulations Charlene Ruto. Tunakufurahikia pia kwa ile hatua ambayo umechukua, sio rahisi kiukweli kabisa, kama vile ambavyo babako William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, ambaye alikuja na kusema kwamba sio rahisi kuoa msichana ambaye ametoka kwenye familia ama first family kama wewe, ambapo kijana kutoka nchini Tanzania, familia yake ambayo hatujaijua vizuri, ametokea alikotokea, alikosomea, ni Uingereza, ni wapi hatujui, lakini amejitokeza na kwa nguvu na mbwembwe na kuja kukuchukua mtu kama wewe. Kikweli kabisa ni ujasiri ambao huyu jamaa anapaswa kupewa ama kubandikwa. Yale yote mabaya ambayo yatasema huku nyuma, funga masikio na ndoa yako iweze kubarikiwa na Mwenyezi Mungu, na uweze kuishi kwa amani, na uweze kuishi kwa furaha, na tutarajie watoto na ndoa yenu iweze kudumu. So it is what it is. Hapa kwa KG Chipande tunakutakia heri. To my daughter Charlene, I want to say you have made me proud, you have made your mother proud, you have made us as a family proud, because you've been patient, and God in his own way, at his own time, has brought Isaiah to our family. And Isaiah, I want to tell you, you are welcome to this family. You will be a son in this family, and your family will be our family. Sisi wote tutatembea safari hiyo. Na kuheshimu sana Bwana Isaya kwa sababu wewe ni mtu jasiri. Sio wengi wanaweza kufika mahali wewe umefika. Katika familia hii kuna mambo mengi. Askari ni wengi. Watu wakorofi ni wengi. Vile ulivyopenya ni kumaanisha wewe ni mtu jasiri, na mimi nakusambia pongezi. Na safari hiyo mtaenda mbali.